wa eneo la Ndongoni, Kibwezi, kaunti ya Makueni wana kila sababu ya kutabasamu baada ya muhisani mmoja, Willy Malile, kuwajengea na kuboresha kituo kimoja cha polisi cha zamani ambacho kilikuwa kimetelekezwa na kuchangia visa vya utovu wa usalama kuongezeka. Hebu tuungane na mwandishi wetu Philip Ngumo kutoka maeneo hayo atueleze zaidi. Philip. Na kupata vizuri nikiwa hapa katika gatuzi hili la Makueni, tayari kuzungumza na wakazi wa eneo hili, kupata hisia zao kuhusiana na kufunguliwa kwa eneo hili tu ambalo kwa muda wamekuwa wakiteseka, na sasa mambo ni shwari tu, na wakazi wa eneo hili wana matumaini kwamba watakuwa wanapata huduma ambazo zinaendana na ubora unaona katika eneo hili. Na nitazungumza na wakazi wa eneo hili watupe hisia, watueleze kiatu kilikuwa kinawafinya wapi. Wewe kama mkazi wa eneo hili, tueleze wewe ni nani na unahusikaje katika eneo hili na unajisikiaje? Kwa majina naitwa Rafael Katikumuli, na mkaaji wa Ndongoni, na pia mimi ndio mwenyekiti wa cluster ya Ndongoni. Na hasa hiki kituo chetu cha polisi tunafurahia sana kwa sababu tunaona kimepewa sura mpya, na ni maombi yetu ya kwamba hiki kituo kinaweza pandishwe cheo ili kikuwe at least a police station, kwa sababu uharibifu huku umekuwa mwingi. Kama hivi majuzi kuna watu wengi wamepoteza sola zao, zimekuwa tampered with kwa sababu zimefunguliwa na zimetolewa, na kupata wao wakora ni ngumu. Kwa sababu askari wale tuko nao hapa ni wachache, unakuta ni askari watatu, mkubwa yao mmoja na wale wengine wawili, lakini kama wangekuwa 10 ama 5 at least hao wahalifu tungewapata. Pia kuna wizi wa kuku, kuna wakina mama wananajiziwa, na kwa sababu hali ikiwa hivyo inatatanisha katika hii area yetu. Kwa hivyo ninasi kama serikali inaweza kutuonekania iongeze hii askari, na pia kituo chetu kipandishwe, tupate OCS, tupate kila chochote kinahitajika katika police station. Ni hayo tu kwa sababu tunaumia sana. Safi, tuzungumze na akina mama kwa upande wenu. Hisia zenu ni zipi? Mimi kwa majina naitwa Mary Mobua Jones. Mimi ni mama wa mkaaji wa hii eneo. Kwa hisia yetu tunashukuru sana kwa sababu hii police yetu station ilikuwa inakaa vibaya, lakini kwa saa hii imetengenezwa. Maombi yetu tunaomba ikue police station kwa sababu tunaumia sana kama si wakina mama. Tunapatwa na shida huku kwetu ni mbali na tunapata askari ni kidogo. Kwa hivyo maombi yetu ni ikue kubwa na askari waongezewe. Safi, safi. Tuweze kusikia kwa vijana. Na mimi kwa majina naitwa Bonaventure Mutie. Mimi ni kiongozi wa youth mtaa huu wa Ndongoni. Mimi kwanza nataka kupongeza Mheshimiwa Willy Malile kwa jambo hili amefanya huku kwetu. Hii police station imekuwa chini kabisa. Huwezi tambua kama hii police station ilikuwa ni kama nyumba tu. Ukiona juu ilikuwa kama nyumba, lakini sasa ukiona iko na imekaa police station sasa. Sasa tunataka tunaomba serikali ingililie hii, tumeacha sasa hakuna bendera. Sasa na hii askari wetu waongezewe ili tupate huduma, manake hii area ni kubwa, tupate huduma. Safi, wewe kama muhisani imekuchukua nini kuona ni juhudi za wakazi hawa, na kwa dakika moja tueleze inamaanisha nini? Asante sana. Ilipigwa simu nikaulizwa kama naweza leta usaidizi hapa kuhakikisha kana kwamba hili jengo limetengenezwa vizuri. Na nikajitoa, nikaja, nikaangalia, nikapata ilikuwa imeharibika kabisa na askari wetu walikuwa wanaishi vibaya. Nyumba ilikuwa inaanguka, mambo yalikuwa mabaya kabisa. Hata askari wetu walikuwa wanachota maji kutoka mtoni. So nikajitahidi, nikaja nikaipiga hiyo nyumba plaster, nikatengeneza floor kila mahali kwa ofisi ndani tukatengeneza, na tukaweka piped water ndio askari wetu waweze kuishi vizuri. Ile jambo ambalo ni la maana zaidi ni kana kwamba huku kwetu kumekuwa na uhalifu. Na huu uhalifu unapunguzwa na askari. Lakini askari wakiwa wachache lazima tuumie. Hapa hii station iko na askari 2 watatu. Kwa hivyo si station ni police post. Tunahitaji serikali ikuje ifanye gazettement, gazette, alafu serikali kishafanya hivyo tuongezee maofisa wetu wakuje watusaidie, sababu tunaishi na askari. Askari ni kama sisi, tunasaidiana kazi. Napiga simu wakati kuna shida,
Kama kuna wizi tunawapigia simu, lakini kama askari ni mmoja ama wawili lazima wapate shida. Kwa hivyo niko na nia ya kuendelea kufanya hii kazi kwingine. Kuna kwingine kunaitwa Kidhasiu, nimeenda huko nikasaidia siku nyingine. Kule Kambu nataka kuwaekea pipe to water. Askari wetu ni binadamu, lazima tuishi na wao vizuri, sababu usiku wa manane kama umelala na umevamiwa na wezi, wewe yule mtu ambaye unafikiria kwanza kupigia simu ni askari. Kwa hivyo mimi ningesema nimeshukuru sana kwa sababu wananchi wa eneo hili wameappreciate hii station vile imepata sura mpya na imekuwa rembo kabisa. Kila mtu anashukuru area hii. Safi, asante. Ni hisia za wakazi wa eneo hili wakizungumza kidakidaki kuhalisia na ubora tu, na tutakita kambi hapa tuweze kuwaeleza katika taarifa zetu za baadaye. Kutoka hapa Makueni, mimi ni Philip Ngumu kwa studio. Naam, mtazamaji, taarifa hiyo yake Philip Ngumu ndo ambaye inatupeleka kwenye